Sema rafiki wa Yesu. Rafiki wa Yesu. Sema rafiki wa madhabahu ya uzima na amani. Rafiki wa madhabahu ya uzima na amani. Mimi niwaulize swali. Ni nani mwenye nguvu kati ya wawili hawa? Ndugu, rafiki? Nauliza swali. Nani mwenye nguvu kwenye maisha yako kati ya ndugu au rafiki? Rafiki. Rafiki. Nani mwenye nguvu kwenye maisha yako? Ndugu au rafiki? Rafiki. Rafiki au ndugu? Rafiki. Umeingilizia mtihani kwa sababu somo ni rafiki. Umeingilizia mtihani, lakini umepatia. Nipigie makofi. Amen. Rafiki ana nguvu kuliko ndugu. Ndio. Wewe hapo unatafuta kujenga maisha yako na rafiki, sio ndugu. Unanielewa? Kama unataka mume unataka rafiki. Ndio. Kama unataka mke unataka rafiki. Ndio. Sio unataka ndugu. Ndugu tayari ushazaliwa naye, ndugu ni ndugu yako tu, yuko pale. Whether you like, whether you don't like, yuko pale. Lakini rafiki ni mtu wa muhimu, kwa sababu rafiki ndio unayesaidiana naye kwenye maisha. Amen. Rafiki ndio unayetengeneza naye familia. Amen. Rafiki ndio maana kuna watu ambao mali zao nyingi zimeangukia kwa marafiki, sio ndugu. Ndio. Rafiki ana nguvu kuliko ndugu. Hata ukisikia watu wanapeana ofa, watu wanasaidiana, wengi wao ni marafiki. Aidha marafiki wa kikazi, marafiki wa biashara, marafiki wa kihuduma, marafiki. Yaani marafiki. Yesu anasema, jambo la kwanza mpendane ninyi kwa ninyi. Hakuna aliye na upendo mkuu mwingi kuliko huu wa mtu kuutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Yesu amekuwa rafiki mkubwa kuliko rafiki yeyote, kwa sababu Yesu alikubali kuwa rafiki yetu. Ni Mungu. Lakini Mungu yule amejishusha akawa rafiki pamoja nasi. Amen. Akavaa mwili kama sisi. Ndio. Sema amen. Amen. Hata kuna wakati unaona Yesu anasema naye anasikia njaa. Sasa Yesu anasikiaje njaa wakati alikuwa akiinua mikono, samaki na mikate inashuka yenyewe? Anawezaje kusikia njaa akiinua mikono, samaki na mikate inashuka yenyewe? Lakini unaona Yesu na wakati anasema anasikia njaa. Kuna wakati unaona Yesu analia, anawakilisha wanaolia, anawakilisha wenye uchungu, anawakilisha wenye njaa. Unaona, yote haya Yesu aliyafanya kutengeneza urafiki kati yetu sisi na yeye. Amen. Sema amen kubwa. Amen. Sema amen kubwa. Amen. Sema amen kubwa. Amen. Kwenye huduma kuna kitu kinaitwa rafiki. Rafiki ni kitu muhimu sana kwenye maisha yako. Aina ya rafiki uliye naye ana mchango mkubwa kwenye maisha yako. Aidha kukurudisha nyuma au kufanikiwa sana. Ndio maana saa nyingine kama huna rafiki sahihi, bora uwe peke yako kwanza. Ndio. Mwambie mwenzako. Au umegoma kusema? Mwambie kama huna rafiki sahihi, bora ukomae mwenyewe kwanza. Kuna kitu Kiingereza inaitwa impartation. Impartation ni kama kitu fulani ambacho kinaweza kikamvuvia mwingine, kikampata mwingine. Kama vile mtu alipokaa kwenye jiko la moshi, yuko kwenye jiko la kuni la moshi,
akitoka kwenye ile jiko la moshi ananukia nini? Ananukia nini? Moshi. Hata wewe ninapokuambia wewe usio unakosa madhabahuni, nataka ununukie nguvu ya madhabahu ya uzima na amani. Amen. Sema amen. Amen. Kwa ukiwa na rafiki unanukia harufu yake. Ndio. Ukiwa na rafiki unanukia harufu yake hata kama umtaki. Yes. Ndio maana mume au mke ni bora sana kwenye maisha, kwa sababu ndio rafiki wa kujenga naye nini? Maisha. Ujengi maisha na ndugu. Ndio. Ndugu wanaweza kukusaidia, lakini maisha yako unajenga na rafiki. Mithali 17:17. Mithali 17:17. Nisome pale. Mithali sura ya 17 mstari wa 17, nitasoma kwa jina la Yesu Kristo Mungu mkuu. Rafiki upenda siku zote, na ndugu amezaliwa kwa siku ya taabu. Rudia hapa. Rafiki upenda siku zote, na ndugu amezaliwa kwa siku ya taabu. Rafiki hupenda, hebu turudie wote hapo. Rafiki hupenda siku zote. Ndio maana mume anaitwa rafiki, mke anaitwa rafiki. Mume sio ndugu yako, wala hamna undugu. Huyo mke wala sio ndugu yako, wala mwezi kuwa ndugu. Ni rafiki. Ndio maana utakiwi kuolewa na ndugu yako. Utakiwi kuoa ndugu yako. Ukioa ndugu yako wanasema laana, si ndio? Ndio. Haya mambo ya kukutana huko mjini, hujui historia ya mtu. Tena ngoja niwaambia, unakutana na mtu mjini, hujui anatokea huko gani, hujui ni wa wapi. Kumbe sasa ingawa zote ni kaka yako. Maana wanaume si unajua tena. Kila anapopita anaacha mbegu. Kumbe ni kaka yako, kumbe ni dada yako. Hujui kwa sababu ya kukutana wapi? Mjini. Mfahamu mtu hata huko, akwambia mimi ni mtu fulani. Wapi kwenu? Jua kwanza kabla ya kuingia uhusiano. Kizazi cha leo kimekuwa hatari. Watu wengi, sijasema wote, wengi wao vijana wamejikuta amempa mimba dada yake kabisa. Ana mimba ya kaka yake kabisa. Ni nini? Tulikuwa tujui. Hii lugha huwa siipendi kweli, ya kuita watu waumini. Waumini ni wafuasi wasiojua kitu cha kufanya. Ndio maana muumini huwa anapenda kuzikwa kuliko kuombewa. Muumini anakuuliza kabisa, pale wanazikanga vizuri? Maana yeye kwenye maisha haya hana kitu cha kufanya, anatafuta kanisa la kuzikwa. Ndio maana watu wengi sana wanaona upendo ni kwenye mazishi tu. Upendo ni kwenye msiba tu. Nani anakuambia upendo ni kwenye msiba tu? Ina maana kwenye mengineo haya hatutaki upendo. Hata makazini. Yamkini mtu akisema naenda maombi anaweza asipewe ruhusa. Lakini akiambiwa naenda msibani anaambia chukua ruhusa chapchap. Sina maana ni mbaya, lakini namaanisha kwamba ukiangalia dunia, yani yale mambo ambayo yanaonekana ya huzuni, mabaya, ndio yanaonekana ya kutengeneza upendo kuliko yale yanaweza kuinua au kumjenga mtu katika maisha yake. Amen. Halo. Amen. Halo. Amen. Yesu alitengeneza kitu kinaitwa partner. Mtu yote aliye partner na Yesu anahesabiwa haki. Amen. Ukiwa partner na Yesu, ukiwa partner na madhabahu, unahesabiwa haki. Hata kama unaonekana ni mtu wa mapungufu ya namna gani, utahesabiwa haki kwa sababu wewe ni partner na Yesu. Amen.
ungekuwa unapiga makofi ungepiga ya nguvu zaidi. Amen. Sema amen kubwa. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Enzi zile za ujana na kaa kwa wazazi, nilikuwa na rafiki yangu moja, nisimtaje jina, lakini wa kiume. Tumesoma naye pamoja primary, tukaja sekondari, tukaenda pamoja bodi, tukarudi mtaani. Yule rafiki tulikuwa tunapendana. Nilikuwa radhi ugali nao andaliwa nyumbani na wazazi, nafanya kama natoka nje hivi kidogo, na usafirisha nje ya fence, nampa yule rafiki yangu akale ya shida. Mimi narudi nauza chakula kiko wapi, nimeshakula, kumbe nimegawa kwa rafiki. Upendo. Unatamani ukae njaa, rafiki yako ashibe. Ukiwa rafiki wa Yesu, utatamani kuona injili ya Yesu inasonga mbele. Amen. Kuliko wakati mwingine hata kujua unachokipata wewe. Amen. Unajua kama kuna kitu kinachosababisha magonjwa kwa 100% ni uchoyo. Ndio. Kwa nini mbele? Nisogee hapa mbele, nisisogee? Nasema hivi, na wenyewe mnanisikiliza niangalie. Kama kuna kitu kinachosababisha magonjwa, kitu cha kwanza ni uchoyo. Amen. Ndio mtu ana hela, anaambia soda hapana, soda sukari itapanda. Koma mwenyewe, koma kabisa. Sisi tuletea soda tutapiga 4 3 yes. Amen. 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 Mtu anaenda anakaribishwa chai. Chai hii sasa chai hii. Niweke sukari hapa, weka sukari kijiko kimoja tu. Aise, sisi tunapiga sukari vijiko 7. Amen. Uchoyo. Ndio. Uchoyo unaleta magonjwa, mwambie mwenzako. Uchoyo unaleta magonjwa. Mtu unakuta ni tajiri, hata kula anashindwa. Sasa maana hela kazi yake. Anashindwa. Anamwambia mimi maji tu, unajua afya yangu haiko sawa. Lakini ana hela. Uchoyo. Ndio. Uchoyo ni magonjwa. Amen. Ukiwa unamtumikia Yesu, magonjwa yatakaa kwako. Amen. Kwa sababu wewe sio mchoyo. Amen. Hujasema amen kubwa. Amen. Hujasema amen kubwa. Amen. Na mimi ngoja nikwambie kitu kigumu, unaweza usinielewe. Bora uwe mchoyo kwa binadamu, usiwe mchoyo kwa Yesu. Amen. Kwa sababu watu wengi huwa wanatengeneza upendo kwa binadamu, hawajui kutengeneza upendo kwa Yesu. Ndio maana hata wachungaji anakuambia waziwazi, wewe ni mwanangu wa kiroho, mbona hujawahi kununulia suti? Wewe ni mwanangu wa kiroho, mbona hujawahi kunitumia vocha? Ukiona hivyo, ujue hata wewe mchungaji ana matatizo. Mtu mwenye roho ya Yesu hana mambo ya ubinafsi. Amina. Amen. Mtu mwenye roho ya Yesu huwa anabeba kusudi la Yesu. Huwa anaangalia faida ya Yesu kabla ya kuangalia faida yake. Amen. Unakuta kuna watumishi ana helikopta, lakini kanisa alionalo nafula kifaa. Natoa tu mfano. Unakuta mtu kajijenga maisha yake kuliko huduma. Unajua yule mtu ana roho ya Yesu. Ndio. Mwenye roho ya Yesu huwa anajenga ufalme wa Yesu kuliko maisha yake. Ni neno gumu kwa binadamu, ni neno gumu sana.
na sio rahisi kwa binadamu. Lakini nataka nikwambie ukweli. Ukitaka Yesu awe nguvu, awe nguzo kwenye maisha yako, kuwa rafiki, be a partner with Jesus. Amen. Kuwa rafiki wa Yesu. Amen. Na mtu anayeamua kuwa rafiki wa Yesu hawezi kukosa kitu cha kufanya kwa Yesu. Ndio. Ngoja niwape siri. Kwa nini kanisa la leo lina michango? Kanisa la leo lina michango kwa sababu watu hawana urafiki na Yesu. Hawana urafiki na Yesu. Kwa hiyo, kwa sababu unawaongoza kiroho, lazima uwalazimishe kuwa rafiki wa nani? Wa Yesu. Kupitia michango. Ndio. Lakini ukinyamaza na wao wananyamaza, maana wengi wao, sio wote, wengi wao hawako tayari kuwa partner with Jesus. Hawako tayari kuwa rafiki wa nani? Wa Yesu. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amen. Bwana Yesu Kristo atukuzwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ukisikia Yesu alimfufua Lazaro, Lazaro alikuwa rafiki. Ukichunguza vizuri, wote waliofanywa miujiza walikuwa rafiki na Yesu. Walikuwa a partner with Jesus. Amen. Yesu, ponya watoto wangu. Yesu, wasaidie watoto wangu. Wewe ni rafiki wa Yesu. Wewe ni rafiki wa Yesu. Not a friend. Are you a partner with Jesus? Kuna kitu nataka ukitambue. Kuna kitu nataka ukifahamu. Wangapi wanataka kubarikiwa na Yesu? Amen. Sasa wale ambao wanataka kubarikiwa na Yesu, sio amekuja kufanya nini hapa? Naamini ni wote. Wangapi wanataka kubarikiwa na Yesu? Amen. Unafahamu kanuni za kubarikiwa? Niwape siri mojawapo ya kubarikiwa na Yesu. Ni Yesu kwanza kula vya kwako. Hapo vipi? Hapo vipi? Sema sawa kabisa. Mngeukie mwenzako, mbona unataka kubarikiwa na Yesu? Anza kumpa vya kwako. Nataka nikupe andiko. Fungua kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Ufunuo wa Yohana. Kuna watu wanataka vya Yesu, lakini yeye hataki kutoa vya kwake kumpa Yesu. Watu wengi wanataka vya Yesu. Unataka Yesu akubariki, Yesu akulinde, Yesu akufanikishe, lakini wewe hauna cha kumpa Yesu. Ufunuo wa Yohana sura ya 3 mstari wa 20. Nisome kwa sauti pale. Ufunuo wa Yohana sura ya 3 mstari wa 20. Nitasoma kwa jina la Yesu Kristo Mungu mkuu. Tazama, nasimama mlangoni nabisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Aya, tunaanza wote. Anza kusoma, tunaanza. Tazama, nasimama mlangoni. Yesu, labda ni ashumu ndo mlango. Yesu anasimama wapi? Anasimama mlangoni. Endelea. Nabisha. Anasema hodi. Kumbe Yesu hawezi kukulazimisha. Anabisha hodi. Afakshabisha hodi. Mtu akisikia sauti yangu. Mtu yule aliye ndani akasikia sauti. Endelea. Na kufungua mlango. Alafu akafungua mlango. Ngoja nikusaidie. Yesu hawezi kuingia kwako mpaka umefungua mlango. Yesu hawezi kukubariki mpaka umefungua mlango. Yesu hawezi kukuponya mpaka umefungua mlango. Amen. Yesu hawezi kukujibu maombi mpaka umefungua mlango. Amen.
Akishafungua mlango nitaingia kwake. Anaingia kwako. Yesu, unaingia kwa Yesu au Yesu anaingia kwako? Swali. Wewe unaingia kwa Yesu au Yesu anaingia kwako? Yesu anaingia wapi? Kwako. Akishaingia kwako, lete kile kitu. Yesu amebisha hodi. Umefungua mlango. Ulipofungua mlango, akaingia kwako. Akakaa kwako. Halo? Amen. Alivokaa akafanya. Soma. Akishafungua mlango, endelea pa. Nitakula pamoja naye. Anakula pamoja na. Soma vizuri, soma vizuri. Anza. Nami nitakula pamoja naye. Yesu anasema nami ninakula pamoja naye. Sasa swali, anakula vya nani Yesu? Yesu anakula vya nani? Nauliza, Yesu anakula vya nani? Nani ameviandaa? Nani ameviandaa? Sema Yesu ameviandaa. Nani ameviandaa? Wala wasema nyoa usikilize neno. Aliandaa ni wewe. Alafu Yesu anakula vya nini? Alafu akishakula vya kwako, unaanza kula na vya Yesu. Sema mizani ina balance. Mizani ina balance. Sema mizani ina balance. Mizani ina balance. Mwambie mwenzako, lazima Yesu ale vya kwako. Lazima Yesu ale vya kwako. Na wewe ndio ule vya Yesu. Na mimi ndio nile vya Yesu. Mwambie tena mwenzako. Lazima Yesu ale vya kwangu. Nami ndio nile vya Yesu. Afanya kama unamwambia mwenzako, omba lazima Yesu ale vya kwako, ndipo Yesu ale ule vya kwake. Mwambie lazima Yesu ale vya kwako, ndipo Yesu ule vya. Uje kwa wale watu wanasema changu ni changu, chako ni changu. Yaani cha kwake ni cha, lakini cha kwako ndo cha kwako, ndo cha kwake pia. Ndo kuna wale wachungaji wanasemaga mimi nahubiri, mimi nafundisha, mimi naombea. Mimi sina kazi, mimi sina hela. Washirika watoe hela, mimi sina. Aise, mchungaji wa namna ukimbia sana. Ni hatari, ni zaidi ya fisi. Lazima uwezi kufaidi vya Yesu tu. Lazima Yesu naye afaidi vya kwako. Kwa mfano, mtu ni tajiri lakini chooni hawezi kwenda mwenyewe. Hawezi kuoga mwenyewe, ni maskini. Ndio. Amevishwa pampers, ni maskini. Ndio. Hata kama ana hela. Amen. Maskini ni mtu asiyejiweza. Ndio. Tafsiri yake. Maskini ni mtu asiyejiweza. Amen. Sasa wengi wenu hapa mnajiweza. Ukiamua paka lotion na paka lotion. Nenda saloni shuke twende kilioni. Wewe sio maskini wewe. Maskini ni mtu ambaye hajiwezi kabisa. Amina. Ndio maana ya maskini. Amen. Lakini leo hii watu wengi kisema maskini. Maskini nini? Sina kiatu. Maskini nini? Sina hela. Maskini nini? Na nguo moja. Maskini ni zaidi ya kitu hicho unachofikiria wewe. Wewe unazungumzia mahitaji. Watu wengi wanafikiri umaskini ni kukosa mahitaji. Wengi ndio wanaamini hicho. Yaani maskini ni kukosa nini? Mahitaji. Maskini ni mtu asiyejiweza kwa kihali zote. Mithali 28:27. Soma pa. Mithali sura ya 28 mstari wa 27, nasoma kwa jina la Yesu Kristo Mungu mkuu. Mwenye kuwagawia maskini hatahitaji kitu, bali afichaye macho yake atakuwa na laana nyingi. Atakuwa na laana nyingi. Hapo inazungumziwa uchoyo. Nimewaambia uchoyo ni laana. Uchoyo ni magonjwa. Hivi nani amekufundisha? Ngoja niulize swali.
Nani amekufundisha kwamba nikija kwako ninunulie soda? Nani amekufundisha? Nani amekufundisha nikija kwako niandalie chai? Nani amekufundisha nikija kwako uniandalie chakula? Nani amekufundisha? Njia pekee ya kuondoa umaskini na laana na magonjwa ni kutokuwa mchoyo. Amen. Be a partner. Uwe partner, uwe rafiki wa Yesu. Uwe rafiki wa nani? Wa Yesu. Uwe rafiki wa nani? Wa Yesu. Uwe rafiki wa Yesu. Amen. Sema changu mimi. Changu mimi. Ni chako Yesu. Ni chako Yesu. Na chako Yesu. Na chako Yesu. Ni changu mimi. Ni changu mimi. Amen. Amen. Yesu akubariki. Ongezeka kwa kiwango kuwa partner. Amen. Mzee mmoja miaka ya nyuma mahali fulani alijiamini mtumishi wa Kristo, akawa ananisimulia. Sasa niko naye karibu, mbona unaona ule mtumishi fulani? Sasa niwe kutoaga milioni 10. Nikamwambia ndio maana umefanikiwa. Nikajua kumbe wakati mwingine mtu anapotoa sadaka kubwa inayogusa moyo wake huwa sahau. Huwa fani? Asahau. Mwisho mwenzako, wewe sadaka ngapi unazikumbuka kwenye maisha yako? Muulize. Kuna mtu anatoa sadaka hata akitoka hapo akumbuki kama niliwahi kutoa sadaka. Maana yake hajawahi kugusa moyo wake. Yaani mwachane ile tabia kwamba Mungu anaangalia moyo. Mungu hapana. Ukitaka sadaka imguse Mungu inaanza kukugusa wewe. Amen. Wewe ndo wa kwanza. Amina. Mwisho mwenzako unatoa sadaka inayokugusa wewe. Sio inamgusa Mungu, inayokugusa wewe. Sema amen. Amen. Kuna mtu ambaye kufanya kitu anatoa kitu mpaka. Mimi nimekuona miaka nyuma mtu alitoa sadaka fulani. Yaani siku anatoa ile sadaka mpaka miguu, mpaka tumbo, mpaka mikono. Wakati anatoa ile sadaka inatetemeka. Sasa sadaka ilikuwa kubwa. Unaweza kusema ameanza kuparalyze. Hajaanza kuparalyze. Ni sadaka inaumba. Huko anatoa. Amen. Hakuna mtu hapa hajanielewa anachosema. Amen. Yaani ni mtu ambaye anasikia ndani yake. Yeye ametoa kitu kilichomzidi. Kitu kimemzidi umri, kimemzidi uchumi, kimemzidi. Yaani mpaka moyo unatetemeka namna hii. Sadaka inaenda inafika mbinguni. Kwa sadaka unatoa hata ukumbuki. Hello. Amen. You don't remember. Hata tukikuuliza ulitoa, sikumbuki. Hivi nilitoa wewe unatuliza sisi. Hivi nilitoaga kweli? Yaani maana yake hata ukumbuki. Sema amen. Amen. Fanya kitu kinachomgusa Yesu. Kinachogusa maisha yako ili na chenyewe kimguse nani? Yesu. Nikupe mfano. Nikupe mfano. Amen. Sema Zakayo. Zakayo. Sema Zakayo. Zakayo. Biblia inasema Zakayo alikuwa mtoza ushuru. Zakayo alitaka kumwona Yesu, akapanda juu ya mti kwenye mkuyu. Baada Yesu akamwambia naingia nyumbani kwako. Ndio hilo akamsema Yesu anagonga, anasema nifungulie. Yesu akaingia. Alipoingia, jambo la kwanza Zakayo akamwaga chakula cha nguvu pale. Yesu akala. Cha pili tunaona Zakayo aliinuka yeye. Hajaongozwa sala ya toba, aliinuka yeye mwenyewe. Akasema nusu ya mali yangu natoa kwa ajili ya Injili. Amina. Nusu ya mali natoa kwa ajili ya Injili. Alafu namba 2,
Akasema kama kuna mtu nimemdhulumu namrudishia mara ngapi? Yesu alisemaje? Yesu alisema huyu ni mwana wa Ibrahimu na wokovu umefika nyumbani kwake. Amen. Nani anataka hapa wokovu ufike kwenye nyumba yake? Amen. Nani hapa anataka wokovu ufike kwenye nyumba yake?